Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu matumizi ya herufi 28 za abjad. Herufi hizi ni za lugha ya Kiarabu, zipo tofauti na herufi za alfabeti za lugha ya Kiswahili ambazo zipo 24, na pia zipo na tofauti pia na alfabeti ya lugha ya Kiingereza ambazo zipo herufi 26. Herufi hizi za abjad zimegawanyika katika pande kuu 4 na kila pande moja ipo na herufi 777. Pande ya kwanza ya herufi ya abjad ni kundi kuu la moto, na pande la pili za herufi hizi 28 za abjad zimegawanyika katika kundi la udongo, na kundi lingine limegawanyika katika pande kuu katika kundi la upepo, na kundi lingine za herufi hizi za abjad zimegawanyika katika kundi la maji. Kama ilivyo binadamu wote duniani tunaongozwa na asili 4 tu. Asili ya kwanza ni asili ya moto, na asili ya pili ni asili ya udongo, na asili ya tatu ni asili ya upepo, na asili ya 4 ni asili ya maji. Je, ni herufi ipi ya abjad ambayo naizungumzia hapa? Kama ni mara kwa kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa ninazitoa. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na siri nzito ya herufi ya dhal. Kwa yule mtu ambaye anapitia maisha ya dhiki, yana familia yake wamekuwa wanaishia kula mlo mmoja, na unahitaji kuiombea familia yako isiwe nasikia njaa. Hata kama wakila mlo mmoja au wakikosa kabisa chakula, basi tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isome herufi hii ya dal mara 576. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, familia yako itakuwa yenye kutosheka na yenye kuridhika juu ya riziki ya chakula ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawajalia. Hata mkikosa chakula au mkila mlo mmoja, basi hakika ile chakula kitakuwa ni chenye kutosheka katika matumbo yao. Na kwa yule mtu ambaye pia ni msafiri lakini hana riziki ya chakula katika safari yake, basi pia isome herufi hii ya dhal mara 567. Tia nia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakika hutoweza kusikia njaa, na hata kama hutokula chochote hautoweza kusikia njaa. Haya ni maajabu na siri nzito ya herufi ya dhal. Na pia kwa yule mtu ambaye amekuwa akipambania biashara yake iwe na wateja, lakini wateja hawapatikani, unahitaji biashara yako iwe na wingi ya wateja wengi sana, iandike tarasimu hii ya herufi ya dhal wakati wa jua kuchomoza au wakati wa jua kuzama katika siku ya Alhamis. Na wakati unaiandika utasoma utajo huu ya aliu ya adhim, ya aliu ya adhim, mpaka utakapokuwa umemaliza kuiandika tarasimu yako. Utatumia wino mwekundu, unamaanisha kalamu nyekundu. Utaiandika tarasimu mara 700. Nenda kaitundika katika biashara yako ambayo haina wateja, basi hakika wateja watakuwa ni wengi sana sana.
na utaona maajabu mengi sana katika biashara yako, na itakuwa kinga pia katika kinga ya mashetani, itakuwa ni kinga pia ya wachawi. Biashara yako itakuwa sio yenye kuchezewa. Na pia kwa yule mtu pia ambaye anahitaji kumrejesha mke au mume aliyemtelekeza arudi katika mahaba yake, au unahitaji kumrejesha kwa haraka zaidi aje katika kasi ya haraka zaidi katika himaya ya maisha yako, aidha mke ametelekeza watoto, ametelekeza familia, au baba ametelekeza watoto na familia inapitia nyakati ngumu. Kwa hiyo kwa wewe mtu ambaye umetelekezwa, aidha uwe mke au mume, iandike herufi hii ya dhal mara 700 na peni nyekundu, sawa Wakati unaandika, kama nilivyosema, ni siku ya Alhamis, utasoma utajo huu ya Aliyu ya Adhim mpaka utapokuwa umemaliza kuiandika. Kisha kwa chini pale andika jina la mhusika ambaye unahitaji kumrejesha arudi kwa haraka zaidi nyumbani. Basi utapokuwa umeandika jina la mhusika, kwa pembeni yake pia utaandika saini ya Hatima Suleiman, kisha nenda katundiki juu ya mti kule juu kabisa, upepo unapopepea. Basi hakika yule mtu ambaye alitelekeza familia atarejea kama mwenda wazimu kwa haraka zaidi popote alipo. Kama alikuwa amejificha au yuko mbali, basi atakuja kwa haraka zaidi. Haya ni maajabu na siri nzito ya herufi ya dhal kwa yule mtu anayehitaji kupendeka katika ndoa yake, aidha kwa mke au kwa mumewe. Iandike herufi hii ya dhal kama tarasim mara 36. Tumia dhafaran pamoja na miski, kisha tengeneza kombe, liloweke katika maji. Baada ya hapo, chukua sukari kidogo, changanya kwa manuizo. Basi hakika ukimpatia mkeo, ni limbwata kubwa sana, litamfunga, atakupenda, atakusikiliza. Na pia kama alikuwa na tabia chafu, basi ataziacha kwa haraka sana, atabadilika na atakuwa mke mwema. Na hata kwa mume ni hivyo hivyo. Ukimwekea mume wako akanywa, basi hakika kama alikuwa na tabia chafu atabadilika, ili mbwata kubwa sana, atakutii na kukusikiliza. Haya ni maajabu ya herufi dhal. Na ukihitaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akukidhie haja yako, isome herufi hii ya dhal mara 1000 pindi tu unapokuwa umemaliza kuswali ibada ya Isha. Isome herufi hii ya dhal mfululizo kwa masiku 14. Basi hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakukidhia hitaji lako. Kama ulikuwa unasumbuka na dhiki, unasumbuka na mitihani, una jambo linakuumiza, hauoni ufumbuzi wake, basi hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa idhini yake atakukidhia hitaji lako. Kama unavyoona hapa, Daktari Musa ofisini kwangu kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa, na dawa za mivuto ya mapenzi na dawa za maradhi mbalimbali. Kama unahitaji kumiliki pete, namaanisha pete za bahati, pete zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, au unahitaji kumiliki pete za majini, pete za kukupa mvuto,
kupitia kile unachokifanya, pete ya kukupatia mafanikio, pete iliyofanyiwa kafara ya wanyama mbalimbali. Na je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona hapa Daktari Musa anavyomiliki mamilioni ya fedha? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana akapita, au mbaba akapita, au mdada akapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho na unahitaji kuondokana na mitihani mbalimbali na maisha ya dhiki? Kwa tiba pamoja na dua, usisite kuwasiliana na mimi Dr. Musa kupitia namba +255 784 120 592. Na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.